Naam, shukrani sana. Karibu mtazamaji, hii ni Filmac TV ambapo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatimaye tunakuja moja kwa moja kukuletea mahojiano ya moja kwa moja katika kituo hiki kipya kabisa, na tunaomba kwamba uendelee kutufuatilia kwa mengi ambayo tutaendelea kukuletea sasa na hadi baadaye na siku zote za usoni kuhusiana na masuala ibuka, masuala ambayo yanakuhusu. Na leo hii tumebahatika kupata mmoja wa watu maarufu katika kaunti ya Taita Taveta, si mwingine ila ni Alfred Msafwari ambaye amechaguliwa hivi karibuni kuwa katibu mkuu wa chama cha kutetea walimu KUPPET katika tawi la kaunti hii ya Taita Taveta. Nisichukue muda mwingi wako, twende moja kwa moja tukazungumze naye Alfred Msafwari. Pengine kwa manufaa ya mtazamaji, tueleze Alfred Msafwari ni nani? Alfred ni katibu wa KUPPET ambaye amechaguliwa Jumamosi iliyopita. Ni mwalimu wa shule ya upili ya Mbele Secondary School, na kabla nikuja Mbele Secondary School nilikuwa shule ya upili ya Ngami, na kabla niende Ngami nilikuwa shule ya Light International Academy Malindi. Nimesomea chuo kikuu cha Moi Eldoret, shule ya upili ya Kenyatta High School na shule ya msingi ya Mwakitutu Primary School. Mimi ni mzaliwa wa Mwatate, nimekulia Mwatate. Maisha yangu mengi nimefanyia hapa Mwatate, lakini pia nimeenda nikajitokeza na elewa masuala mengi ambayo yanaathiri walimu. Vile vile niko na taaluma kadhaa kama vile masuala ya ICT, nimebobea katika ICT, na katika uongozi pia sijaanza leo. Nimeanza uongozi kuanzia shule. Nilipotoka shule nikapewa shule ya upili ya Mwatate Day Secondary School. Kabla sijahitimu kuwa mwalimu, mimi ndio nimeanzisha ile shule, nikawa mwalimu mkuu wa kwanza kwa miaka miwili hadi 2012 ndio nikaipeana sasa katika mwalimu wa serikali ambaye alitumwa kama mwalimu mkuu. Kwa hivyo katika uongozi nimeufanya sana, nimebobea. Vile vile nilipoenda katika shule ya upili ya Mbele nikakuwa kama naibu mwalimu mkuu wa kwanza wa shule, na nikaongoza ile shule kwa muda wa miaka 4 kama naibu mwalimu mkuu. Mimi pia niko na mambo mengi ya kisiasa, napenda sana usiasa, napenda pia kujihusisha na mambo ya kanisa. Mimi ni mtu wa kanisa. Kwa hivyo huyo kwa kifupi huyo ndio Alfred Msafwari. Huyo ndio Alfred Msafwari. Kwa mtazamo unaonekana kwamba ni kijana mdogo, lakini kwa machache ambayo umezungumza unaonyesha kwamba umekuwa na tajriba ya kutosha. Pengine walimu wamekuchagua kwamba uweze kuwa katibu mkuu wa chama cha KUPPET. Pengine ukatibu mkuu huu unamaanisha nini kwako? Kuwa katibu mkuu ni kuwa mtetezi wa walimu. Chama cha KUPPET cha kutetea haki za walimu kinaongozwa na katibu ambaye sasa ndio mimi hapa. Na wao kunipatia fursa ya kuwa katibu mkuu ni kuwa wanaamini uwezo wangu wa kuweza kuwatetea haki zao, wanaamini uongozi wangu. So kwa hayo tu nasema kwamba kuna mengi ambayo yako katika meza, na andalia walimu wa Taita Taveta na kutakuwa na mabadiliko mengi sana. Ndio. Tunafahamu katika uchaguzi kuna kushinda na kushindwa, na kuna kuanga na ushindani ya kwamba kuna walimu ambao walikupigia kura na kuna walimu ambao walipigia mpinzani wako kura. Kwa jumla walimu hawa wote una ujumbe gani kwao? Katika siasa ama katika mapambano yote yale kuna mshinda na mshindwa, na unapopigiwa kura, ile kura tunaita secret ballot, ni kura ya siri. Kwa hivyo sijui ni yupi ambaye alinichagua na ni yupi ambaye hajanichagua. Kwa hivyo katika uongozi wangu siwezi bagua walionichagua na ambao hawakunichagua kwa sababu siwafahamu. Na mimi pia katika uongozi nafaa kuongoza walimu wote, nafaa kuhudumia walimu wote. So ni wao wakubali ya kwamba tuungane, tushikane ili tuweze kusaidia walimu wa Taita Taveta. Kwa hivyo mimi wale ambao tulikuwa katika kinyang'anyiro kile cha kuwania ukatibu, na waomba sana waje tuketi kwa meza tujadili. Walikuwa na manifesto nzuri sana za kusaidia walimu. Pia mimi nilikuwa na manifesto ya kusaidia walimu. Tunaweza keti tukajadili vile tunaweza unganisha manifesto zao na manifesto yangu, na sote tuone vile tutasaidia walimu wa Taita Taveta, kwa sababu lengo letu kuu ni kuwa na better services to the teacher of Taita Taveta. Ndio.
Malengo ni kuwa na better services kwa mwalimu wa kaunti ya Taita Taveta. Pengine tueleze pengine now that kwamba walimu wamekutwika jukumu la kuwa mtetezi wao, ni masuala gani kuu ambayo umeyapatia kipaumbele? Masuala ni mengi. Tuko na matatizo mengi sana Taita Taveta. La kwanza tunaangalia katika bima ya afya. Bima ya afya kwa sasa iko katika hospitali chache sana. Ukienda Taveta iko katika Taveta Hospital, ukija Mwatate iko Mwatate Sub-District Hospital, ukija Voi inapatikana Moi Hospital, Undani inapatikana Besu Hospital. Ukiangalia katika zile hospitali za kibinafsi nyingi zimeondoa hii bima ya walimu ya SHA. Kwa hivyo mmoja wapo ilo tatizo la bima ya afya ya walimu ni kitu ambacho tumekupatia kipaumbele ili kuweza kusaidia walimu watakapopatikana na shida za matibabu. Jambo la pili tunaangalia ni kama hardship allowance. Mwalimu wa kutoka Ronge, mwalimu wa kutoka Undani, mwalimu wa kutoka Taveta sub county hapati hardship allowance. Na ukiangalia mazingira yao ya kufanya kazi ni magumu mno. Ukiangalia kama mwalimu ambaye anatoka kule Kishushe anapambana na ndovu, ukosefu wa maji na hatari nyingi vile. Lakini ukinyima yule mwalimu hardship allowance unamuondoa motisha wa kufanya kazi. Na ndipo unaona katika zile shule ambapo walimu hawana hardship allowance, matokeo yao ni duni na wako na walimu wachache sana. Kwa hivyo mimi nitataka kuungana na viongozi wengine ambao wataweza kutusaidia tupate hardship allowance kama walimu wa Taita Taveta. Hilo ni la pili. La tatu tunaangalia masuala kama ya msongo wa mawazo, depression. Mental health ni kitu cha muhimu sana katika hii sekta yetu. Walimu wengi wanapitia challenges nyingi sana hapa nje ambazo zinawafanya wengi wao wanaingia katika chronic alcoholism, wanaingia katika absenteeism. Sasa hayo ndo masuala tunataka tuangalie the root cause ni gani, ndio tuanze na kule chini ili tuwe na a good workforce of teachers in Taita Taveta. Ndio. Pengine tukianzia tu hapo ambapo umemalizia napo, ni kwamba pengine unahisi nini ambapo kinasababisha hali hii ya kwamba walimu wanapatwa na msongo wa mawazo? Pengine huenda ikawa chanzo ni nini? Kitu ya kwanza tunasema ni fedha. Walimu wengi wanaweza kujiingiza katika financial mistakes katika ule mwaka wa kwanza anapoandikwa kazi. Unakuta mwalimu anaenda anachukua labda loan na haja invest mahali kamrudishia kipato, ama akaifanyia kitu ambacho baadaye kikakosa kuendelea vile alikuwa anatarajia. Sasa anakuwa na financial stress ambayo inakuja inampatia nini? Ile depression. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili tunaangalia mambo ya familia, marriages. Walimu wengi sana wako na familia ambazo zimevunjika. Na katika ile hali ya kuwa na familia ambazo zimevunjika, unakuta yule mwalimu anajiingiza katika masuala mengine ambayo hayafai kama alcoholism. Nimekuwa na cases kadhaa so far. Kwa hii wiki ambayo nimeingia, nimepata cases karibu 3 za masuala ya ndoa za kuvunjika ambazo zinasababisha nini? Depression. Kwa hivyo iko among the issues ambazo nataka kuzipatia priority kuweza kuzitatua. Jambo la tatu tunaangalia ile working environment. Kuna some staff rooms ziko very toxic. Unakuta kwamba uhusiano kati ya walimu na walimu, uhusiano kati ya walimu na mwalimu mkuu hauko mzuri. Kwa hivyo kunakuwa na very toxic environment ambayo inasababisha wale mwalimu na mwalimu mkuu wanakwaruzana kila wakati, ama mwalimu na mwalimu wanakwaruzana kila wakati. Hiyo pia inasababisha depression. Jambo lingine pia tunasema ni environment at the society itself. Unajua tukiangalia ile relationships mahali kwingine kati ya walimu na wazazi haiko nzuri. Unakuta yule mwalimu shule ndio ako na amani kidogo, lakini nje mahali anaishi wale watu ambao wamemzunguka hawana relationship nzuri. So unakuta kuna migogoro kila wakati. Utasikia mwalimu labda amepigwa, mwalimu labda ameshikwa. So hayo ndo mambo kadhaa ambayo yana affect walimu wa Taita Taveta.
Na umeachanganua vizuri, tutaendelea kufuatilia mara kwa mara tujue jinsi tutakavyopata suluhisho ya hilo ili pia ichangie kwamba matokeo yawe mazuri darasani kwa wanafunzi. Nikuregeshe nyuma kwa kile ambaye kipengele chako cha pili kwamba hardship allowance na mambo kama yale. Watangulizi wako tuseme nikitumia huo mfano kwamba wamekuwa wakisukuma masuala kama haya na tunaona kwamba bado imekuwa ni tatizo. Pengine wewe utatumia mbinu gani mpya ama ni kitu kipi ambacho utafanya ili kitwae suluhu katika tatizo hili? Hardship allowance mostly it is a political problem. Tukiangalia kuna wakati tunaarifiwa kwamba kulikuwa na hardship allowance Taveta, lakini kwa sababu ya tofauti za kisiasa ile hardship allowance ikaondolewa. Kwa hivyo hardship allowance sana tunaangalia ni swala ambalo linaathiriwa na siasa ya mahali. Pengine unasema siasa za walimu ama siasa za kitaifa katika uongozi? Siasa ya kitaifa. Siasa ya kitaifa pia inachangia katika hili swala la hardship allowance. Nashukuru walionitangulia wamejaribu sana kusukuma hili swala la hardship allowance. Kuna wakati hata hii tume ya mishahara imekuja ikafanya utathmini wake, ikakuja hii kamati ya bunge ya elimu pia nao wakakuja wakatathmini, wakazunguka maeneo na wakaandika ripoti, na ripoti ile ni kwamba it had recommended Taita Taveta to be a hardship zone. County mzima ni hardship zone, lakini hadi saa hizi haijatimizwa. Sasa mimi ningependa kusema kwamba kwa sababu hili ni swala ambalo linaweza tatuliwa kisiasa, ni vizuri tukue na ushirikiano mzuri sana na viongozi wa kisiasa ili tuweze kusukuma hili swala la hardship allowance. Ukiangalia tuko na fursa nzuri sana saizi. Kuanzia saizi hadi mwaka 2027 ambapo tunaenda kupiga kura, hii ndio fursa tunakunaga kwamba masuala mengi yanatatuliwa. Kwa hivyo ningependa kutumia huu muda mfupi kuweza kujaribu kadri niwezavyo ili swala la hardship allowance lipate suluhu, ndio walimu wote Taita Taveta mzima waweze kupata hardship allowance. Naam, asante, mpangilio mizuri sana. Mtazamaji, unavyosikia kwamba ni Alfred ambaye ni bwana amechaguliwa kuwa katibu wa walimu katika kaunti ya Taita Taveta, chama cha KUPPET, akitueleza tu masuala baadhi ya yale ambayo atakuwa anashughulikia kwenye ofisi. Natumai kwamba walimu wanapata kidogo matumaini na masuala haya, lakini nikuregeshe nyuma kidogo, pengine Alfred, nikuulize, umetoka tu kwa kuchaguliwa, pengine tupatie tu simulizi, hali ilikuwaje katika mchakato wa kufanya kampeni na vile siku ya uchaguzi? Hali ilikuwa namna gani? Hali ni ngumu. Siasa si rahisi. Kwanza utakuwa huoni marafiki, huoni familia. Kitu ya pili utakuwa mambo ya kulala hakuna. Siasa ni mpangilio. Kuna late night strategies na kuna kuzunguka huku na kule. Unahitaji fedha, unahitaji resources, unahitaji kukutana na walimu, unahitaji kukutana na watu tofauti. Kwa hivyo siasa, kampeni kwanza si jambo rahisi, ni jambo ligumu sana. Na usipojipanga utajikuta kwamba hutaweza kufaulu. Kwanza wanasema ile the finishing power matters a lot. So naweza sema kwamba mimi nilikuwa nimejipanga vizuri. Finishing power yangu naweza sema ilikuwa mzuri. Nikiangalia vile nilikuwa nimetengeneza work plan yangu, ilienda vile tumetengeneza, tuliketi na watu kadhaa tukitengeneza work plan. Mimi mwenyewe niliketi mara kadhaa nikijitengenezea work plan yangu mimi mwenyewe, na nashukuru kwamba watu ambao walikuwa karibu nami walikuwa nasikiza mambo vile tunayafanya, na tukatengeneza ile work plan tukaifuatilizia hadi mwisho. The finishing power was very good, the campaigns were very good. At least tulifanya ile campaign si ya kurushiana maneno, tulipiga siasa safi, na nadhani hiyo ndio pia ikasababisha walimu wakatuchagua. Ndio. Na pengine katika hilo, pengine na uchaguzi ilikuwaje? Siku ya uchaguzi, mmemkia uchaguzi mpaka mwisho, uliposikia kwamba yule ambaye ni returning officer amekutaja kwamba Alfred Msafwari ndiye mshindi, ulisikiaje? Siku ya uchaguzi ilikuwa na kiwewe. Kuanzia asubuhi kwanza ulikuwa unasikia kama mshtuko wa moyo kidogo vile. Lakini nika assess ground. Ilipofika kitu kama saa 6 saa 7 hivi nilikuwa nishajijua mimi ni mshindi. Nishajifahamu tayari. So hata ule wakati returning officer anataja kwamba mimi ni mshindi, it wasn't a surprise to me. Nilikuwa tayari nisha assess ground, nikaona kila kitu iko sawa. Ile ambayo nilikuwa nishapanga yote alikuwa ametimia vile nimepanga. So by the time we were going to the midday, tulikuwa tuna cross midday, nilikuwa nishasema hii mambo, hii mchezo tumemaliza.
Maana wale ambao ni agents wako walikuwa wanakupatia udokezi, wanakuambia vile mambo yanaenda. Tulikuwa na command center. The command center ilikuwa na update kila kitu. So tunajua fulani na fulani ashafika. So tulikuwa na very good laid out strategy kuhakikisha kwamba hata pia siku ya kupiga kura hakuna mtu ambaye tunamwacha asipige kura. Kila mtu alifika akapiga kura. Pengine tukimalizia ya mwisho kwamba sasa uko kwa ofisi ushachukua karibu wiki sasa, umechaguliwa Jumamosi, leo ni siku ya Alhamisi. Kusonga mbele, unawaambiaje walimu? Sasa ni kwamba kazi ya uchaguzi imeisha, sasa turudi darasani ama kuna sherehe? Uchaguzi uliisha Jumamosi, lakini ofisi bado hatujachukua rasmi. Handing over haijafanyika. Tunangoja gazettement of the names by the labor official. Wakishafanya hiyo, nadhani wiki ijayo ndio tutaweza kuchukua ofisi rasmi na tutaingia kufanyia mwalimu kazi. Sherehe tulipiga na sherehe tutapiga. So unajua kizazi cha sasa sherehe tunapenda bwana. So lazima tutapiga sherehe kidogo, na tunafanya sherehe na walimu wote. Wakuje tutawaalika tu wakuje tupige sherehe. Tukianza kazi tunaanza kazi. Ndio. So mimi ni mtu wa kufanya kazi. Nikishaingia katika ile ofisi wataona mabadiliko kwa muda mfupi sana. So kuanzia wiki ijayo waanze kutarajia mabadiliko. Tayari wameanza kuyaona, lakini wiki ijayo wataanza kuona sasa the change, the real transformation taking place. Na shukrani sana, tunashukuru kwa muda wako kuja kuzungumza na Filmac TV. Asante sana, nashukuru, na tutakuwa na muda mwingi wa kuweza kujadili mambo ambayo yanaathiri elimu Taita Taveta. Asante. Asante sana. Na mtazamaji, ukimsikia basi ni Alfred Msafwari ambaye amekuwa mgeni wetu leo hii, akiwa ni mgeni wa kwanza. Furaha iliyoje kumpata mtu kama huyu kutufungulia rasmi mpangilio wetu wa kuleta mahojiano ya moja kwa moja, na hii ni mwanzo tu. Tutakuwa tunakuletea mengi kama alivyosema, pia masuala ya elimu tutakuwa tunaangazia mara kwa mara katika kituo hiki cha Filmac TV. Mimi ni Julius Mariki na hii ni Filmac TV.